Pokea kibali. Baba, kuna unabii wa kutisha hapa. Huyu mama niliyesimama naye hapa, umesogea karibu naye ukamwambia ya kwamba ana shida ya kupata mtoto. Anaelezea tangu amekaa kwenye ndoa leo ni miaka 8. Hajawahi kukamata mimba na hajakwambia tatizo ni wewe ndio umemwambia shida yake. Anaamini leo amekamata mimba kwa imani. Umetabiri pia tumbo lako. Umenishika tumbo baba, ukaniambia naona tumbo lako lina shida, kuna mtu amekuloga. Nikashangaa maana niko kwenye ndoa miaka 8. Kuna muujiza mwingine hapa baba. Kama utaniruhusu, huyu mama ni mama mtu mzima. Umesogea karibu, humjui. Wewe umekuja tu leo hapa unaongea mambo yake yote. Ngoja tumsikie yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Nabii amekuja pale akanigusa akaniambia kwamba umekuwa mpambanaji katika familia yako toka ujanani mpaka sasa unapambania familia yako na watoto wako. Jambo alilosema ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa, toka ujana, naweza nikasema toka niko leo. Nilikuwa ni mpambanaji sana kwenye familia. Baada ya familia upendo wa mume wangu kwa walikabidhi, nafikiri watakuwa walikabidhi vitu fulani mume wangu. Mume wangu alifanya kazi ya serikali, lakini alikuwa akikutana na vikwazo vikubwa sana katika maisha yake. Na mwingine mkubwa nilikuwa ni mimi katika kutunza familia, kufanya kila kitu. Mpaka sasa mimi ndio mwingine mkuu katika familia hiyo. Kwa hiyo nabii alichotabiri ni kweli kabisa. Mama, Mungu wako anakupa raha. Amina. Shukuru binti. Atakuwa na ushuhuda mkubwa sana. Amina. Thank you. Thank you. Simama hivi. Nataka kufundishwa wewe. Mama, nikunong'oneze. Achukue kama. Okay. Kama nimekutabilia nenda upande ule. Kama nimekutabilia nenda upande ule. Mheshimiwa, kuna unabii pale, binti nadhani anakuja kutoa ushuhuda. Mike imekwenda wapi? Kuna shuhuda nyingi sana. Kuna mama hapa anao ushuhuda mkubwa yeye pia. Anza na huyu. Nianze na huyu dada. Vizuri. Some wakati ya mwaka hapa ni kitu na hilo naye ndio nabii. Kuna muujiza mkubwa hapa. ndio Huyu dada anaeleza umempa unabii. Dada, naomba watu wakusikiliza, waambie kile ambacho nabii amekwambia. Nabii alichozungumza ni kweli, kwa sababu mashangazi zangu waliolewa katika, mabibi yangu pia aliolewa katika, lakini pia alichokisema ni kweli, kwa sababu na mimi pia nilishakuwa na mahusiano na mwanaume na mwanamume alizalisha, na ni kweli kabisa. Lakini kutokana na unabii aliosema, namshukuru Mungu ni kwamba amekuja kwenye maisha yangu kwa ajili ya kuleta utabiri huu. Nilipomuona huyu binti pale, nikaona shangazi yake, nikaona ndugu upande wa baba yake, ndio nikamwambia shangazi zako wameachika, ndugu wa baba zako wameachika, hiyo roho imekufuata na wewe, lakini Bwana amekurudishia yote, utaolewa na ndoa haitavunjika. Ni kweli yote aliyokwambia nabii. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa.
kweli kabisa. Unawaambia ndio kutazama. Naambia wanaonitazama waamini kwamba Mungu yupo kwa ajili yao. Zile shida walizonazo wamtazame Mungu. Mungu yuko kwa ajili ya kuwasaidia. Na maana Mungu ametuma wanabii wake ili aweze kuwafungua watu.